Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. We mchawi, umekuja tena hapa kwenye nyumba yangu eh? Samahani sana, hata hivyo sikutaka kuingia ndani, ndio maana nimeishia hapa getini. Nataka nikabidhi hizi mboga hapa getini. Wewe huna hadhi ya kusalimiana na mimi wewe. Alafu wewe tangia uanze kuja hapa ndani kwangu umeleta tafrani, mimi na mwanangu Patrick hatuelewani. Na wewe mshirikina si bure, lazima kuna kitu ulichomfanyia wewe. Aliyekwambia nataka wa uchafu wako humu ndani kwangu ni nani? Na ulikuwa unaleta hizo takataka zako kwa idhini ya nani? Patrick ndo ameniambia nilete hizo mboga. Wewe hizi ai nani hizi? We usinishike. Nisamehe sana, mimi sitarudi tena. Sitarudia tena kuja kwako. Samehe sana. Samehe sana. Wewe usinishike nakwambia. Okota takataka zako na utoke hapa. Sawa. Haraka. Kuja kuuza mboga unakuja na vitu vyako vya kishirikina. Unatusababishia matatizo chungu mzima ndani ya familia yangu. Na ukirudisha tena miguu yako hapa, utakijua kilichomtoa kanga manyoya. Mungu wangu. Sasa kwa nini hukunipigia simu ili unijulishe jambo hili mama mboga? Huu ni unyama mkubwa sana mama yangu aliyokufanyia na haukubaliki popote. Mimi niliogopa baba kuwagombanisha mama na mtoto. Au labda pengine alifanya hivyo kwa sababu ya kukulinda we mwanawe. Hapana, haiko hivyo. Mimi ninamjua yule ni mama yangu. Mimi binafsi kama mtoto tu wa familia amenipitisha kwenye vipindi vigumu sana. Na ndio maana huwa sipendi aendelee kuwatesa na kuwanyanyasa watu wengine. Sikia mama mboga, ninachohitaji kwako saa hii ni wewe uende polisi ukamfungulia kesi. Hapana baba, hapana, usifike huko mwanangu. Usifanye hivyo mwanangu. Mama mboga,
Hivyo ndivyo mimi nilivyoamua, na nitahakikisha anakulipa fidia ya kukudhalilisha na fidia ya biashara yako. Na ninachokitaka kwako sasa hivi, uende polisi ukamfungulie kesi. Nilikuwa nataka labda akirudia tena siku nyingine tutafanya hivi, lakini sasa hivi tumsamehe tu. Mimi nimemsamehe kabisa, nimemsamehe, siwezi tena kwenda huko polisi. Hapana baba. Mama Mboga, kama huwezi kufanya kwa ajili yako, basi utafanya kwa ajili yangu. Natamani kuona Maya anakulipa fidia ya dharau alizokusababishia kukudhalilisha, lakini pia anakulipa fidia ya biashara yako. Nitakachokusaidia mimi ni namna tu ya wewe kushinda hii kesi. Hapana, tusifike huko mwanangu. Mimi nilimsamehe toka siku hiyo, nimemsamehe. Tekeleza ninachokwambia Mama Mboga, au ngoja tunakwenda wote. Baba, nakuomba baba. Hapana, huyu ni mhalifu kama wahalifu wengine. Baba, usifanye hivyo. Tutakwenda. Kaka Jose, nakuomba, naomba msaidie babangu, kwa sababu tatizo lake lilianzia hapa. Yaani nina imani kabisa una uwezo kumsaidia babangu. Nakuomba msaidie babangu rudi katika hali yake ya kawaida. Natamani iwe hivyo Robina Korongo, lakini baba yako sio mtu mzuri. Alikuja hapa, nilimwonya sana, lakini hakutaka kusikia. Hatimaye wivu wa Mungu ukamla. Anachotakiwa kufanya kwa sasa baba yako ni lazima atubu na kisha aziache njia zake mbaya. Mimi naamini atapata tu uponyaji, maana Mungu wetu yeye ni Mungu mwingi wa rehema. Kaka, mimi ndio ninamshawishi kuja hapa babangu. Yaani nisingemshawishi na hisi asingemkuta yote. Kwa hiyo achana na hizo habari za kutubu. Naomba msaidie apate kuona tena, nakuomba. Hivi Robina, unajua kwamba baba yako anatumia nguvu za giza? Awali nilikuwa sina uhakika, lakini tukio la juzi alomfanyia Abigail, yaani mimi mwenyewe nimeamini maneno yanayozungumzwa mtaani, tetesi zote. Si baba. Ila msaidie, ndio mzazi, ni mzazi wangu, nakuomba msaidie. Najaribu kukuelewa, lakini jambo zuri ni kwamba wewe umejitangaza kama mtu wa Mungu, umeokoka, balozi na wakili wa siri za utauwa. Umechukua hatua gani? Hivi unajua watu imani tunatofautiana. Yaani mwenyewe wokovu sijaokoka kivile. Mimi kichobea kwenye wokovu ni Mwalimu Zawadi. Nimeenda kule nimpate na maana kajiunga hadi kwenye kwaya. Umenena vema. Umenena vema Robina. Lakini sasa nikwambie jambo moja tu. Nenda ukamchukue baba yako na kisha umpeleke bahari ya Hindi, ukamchovye mara 7 kwenye bahari, mara 7, naye atapokea uponyaji wake. Mara 7 tena? Huu ndio ufunuo Mungu alionipa. Nakushukuru sana. Asante. Wewe ni mtu mzuri sana. Mungu akubariki. Barikiwe na wewe pia. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Karibuni. Asante. Mna shida gani? Mama Patrick, unahitajika kituoni kwa sababu ya kuwasumbua wafanyabiashara wadogo wadogo na kuwanyanyasa, kuwanyima haki zao za kimsingi. Hivyo basi, unahitajika kituoni mama. Nyinyi mmechanganyikiwa eh? Unachanganyikiwa wewe ambao unahitajika kituoni. Unamletea polisi mama yako nyumbani kwa sababu ya ule muuza mboga, yule mboga chafu za matembele na figiri. Hayo ndio majaliwa yake mama. Mungu ndicho alichompangia. Hivi unadhani wewe ni nani wa kuwanyanyasa watu kwa sababu ya pesa zako, kwa sababu ya utajiri tu? Au unadhani Mungu aliyekupa wewe na kumnyima mama mboga ni mjinga? Afande, nataka huyu mama akalale ndani leo
na kesho asubuhi apelekwe mahakamani. Patrick, unawezaje kufanya yote haya? Amekukosea nini mama yako? Jitulize Pamela. Mama yako ni mhalifu na ninaamini unajua ni wapi wanapopelekwaga wahalifu. Ni kituo cha polisi. Hebu niondokee hapa. Patrick, you will hate this. Huwezi kumfanyia mama yangu ukatili kama huu. Afande, fanya kazi yako. Mama, upo chini ya ulinzi. Hii sheria bila shuruti. Pamela, mpige simu baba yako. Twende. Kwani sijani? Takomeshana. Dad! Kaka Patrick amemletea mama maaskari wamemkamata wameondoka naye. Please Dad, fanya haraka, wamemkamata mama. Fanya kitu Dad. Baba, tumeongea maneno mengi na vitu vingi nimekuwa nikijifunza kupitia kwako, na mimi ninamshukuru Mungu kwa kunipitisha njia hii na wewe kuwa mzazi wangu. Lakini kimsingi leo baba, nilikuwa na jambo nataka nizungumze na wewe kidogo ili tuweze kumaliza haya mambo ambayo ni changamoto zilizopo. Nilipata wasaa wa kuzungumza na Rubina, akaniambia changamoto ambazo zinakukabili. Kwa hiyo baba, kwa jinsi ambavyo mimi nilikuwa ninawaza kwa akili zangu ndogo, ni bora tukamfuata huyu kijana tukamuomba samahani, haya mambo yaishe. Yaani mimi nitoke hapa nikamuombe samahani yule mpuuzi? Bora nife na upofu wangu. Baba, haiko hivyo. Haiko hivyo mzee wangu. Unajua mzee wangu, mzee Korongo, mimi wewe ni baba yangu. Lakini kuna vitu ambavyo nimekuwa nikiamini na vimekuwa ni kama misingi katika maisha yangu. Cha kwanza nikwambie, Mungu hakuwa mjinga kukuumba wewe ukawa na miguu yako yote. Hiyo namba moja. Namba mbili, Mungu hakuwa mjinga kukuumba wewe ukawa na mikono yako yote. Hiyo ni namba mbili. Lakini namba tatu, Mungu hakukosea mzee wangu, mzee Korongo, kukupa macho yako ukaona. Na mimi kwa jinsi ambavyo naliangalia hili jambo, kwa jinsi ambavyo nimepokea hizi taarifa, yule kijana anaonekana atakuwa ni mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa giza. Hakuna sababu, kama ametoa mwanya wa sisi kuzungumza naye, hakuna sababu ya kuendelea kubishana naye baba. Mwalimu Zawadi, mimi leo nakutana na wakuu wangu wa kazi. Kesho mimi naona na nitahakikisha pale kwao yule kunawekwa turubai na kunaimbwa nyimbo za parapanda. Na kesho ni siku nzuri sana, siku ya Jumanne. Mungu ndo aloumba moto. Nahakikisha patawaka. Wataiona June July. Baba, kwa sema kweli mimi kitu ambacho kinanivutia ni jinsi ambavyo unaona una mipango ya kujinasua kwenye tatizo. Lakini mipango yako ya kutaka kufanya revenge na yenyewe mimi naiunga mkono. Mimi baba, furaha yangu ni kuona umerudi katika hali yako ya kawaida, na mambo mengine kwangu sio shida kabisa. Kwa hiyo mzee, mimi na matarajio mengi makubwa, na nilikuwa najaribu kama tu kuona naweza nikatoa ushauri kwa jinsi ambavyo akili zangu ndogo za kutafakari mambo zilikuwa zinaweza kuguswa, na nimeguswa na hili jambo. Pombe, 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 pombe hiyo, pombe, pombe hiyo, pombe, pombe hiyo. Jamani, pombe, pombe ina maendeleo, pombe. Buta kubwa. Yes. Kiukweli pombe tumekuwa tunaipenda sana. Na mimi pombe siachi. Mtu akiniambia acha pombe naambia acha kula. Unasemaje leo mzee ndugu? Mkae kimya. Mimi na mawazo yangu hapa ujue mnanichanganya.
Sasa sikiliza mwanangu. Unasikia wana? Mimi sasa hivi nimeshakata tamaa. Yaani naona afadhali bora mimi nife. Kwa sababu nishawatafuta wanangu. Sijawaona mpaka leo. Alafu hata sijui wanafananaje. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mzee Ndunguru, nisikilize kwa makini. Wewe umewahi mapema mno kurudisha mpira kwa kipa. Haya mambo sio ya mara moja tu pap. Umewaona wanao kama hizi chupa hapa nakuziona. Chukua hiyo. Ni process. Tutawatafuta tena na tena na tena mpaka tutahakikisha tunawapata vijana wako. Lini sasa mtakubwa? Msikilize mtakubwa. Lini? Lini sasa mtakubwa? Mimi nimeshatumia njia za aina mbalimbali kuwatafuta, lakini mpaka leo sijawaona, na hakuna hata anayefahamu wapi walipo. Mwalimu Zawadi. Ndiyo mzee. Hilo wewe ondoa hofu. Wenyewe wanauita mchele chibwabwa. Na kuna Waswahili wanasema chakula cha mtume. Waarabu wanaita mtei. Mtei. Wandengereko wanaita mbaa. Hapo mtu nakwenda. Kabisa. Ninajinoma. Mwalimu Zawadi amenihudumia vizuri sana mwanangu. Asante baba. Haya mwanangu Rubina, ulikuwa wapi kipenzi changu? Matumaini ya kupona ni makubwa sana baba. Sijakuelewa. Hebu rudia tena. Baba, mimi sitaki kukuona ukiwa katika hali hiyo. Ndio maana nimeenda kwa Joseph Ndunguru kuomba radhi kwa niaba yako baba. Hivi wewe Rubina, nilikutuma ukampe pointi 3 ule mjinga? Nilikutuma ukamvimbisha kichwa? Kwa nini unafanya mambo bila idhini yangu? Baba, kila kitu mimi nimefanya kwa ajili yako wewe. Na ninafikiria Sitaki Rubina. Ndakuhakikishia mimi kesho nikiamka naona kila kitu. Na huyo kijana huyo ataipata vizuri kesho. Baba, unataka mzunguko uwe mrefu. Mbona hili jambo fupi sana? Yaani jambo fupi, hata sio jambo refu kama unavyolichukulia wewe. Unanirefusha. Haya, umekwenda kumwomba samahani wewe kijana. Mbona mimi sioni? Hapana baba, kuna mambo unatakiwa uyafanye. Ndio utapokea uponyaji. Hivi kwa nini sijui kwa nini mimi nimetokea kumwamini sana Joseph Ndunguru? Yaani nina imani naye kwa sababu Joseph Ndunguru alichokiongea hakitumii gharama. Ni kuwa na imani tu. Ukienda kwa imani unafanikiwa. Robina, hebu sikiliza. Huyu ni baba yetu sisi huyu. Robina, huwezi kumpeleka kwa jinsi ambavyo unataka wewe. Na ni kwa nini wewe Robina ukafanya mipango ya baba pasipo kumshirikisha baba? Nataka unijibu. Kwa nini wewe ukafanya mipango ya baba pasipo kumshirikisha baba? Huko ni kukosa adabu Rubina. Mimi ninachotaka uniambie, Joseph Ndunguru anachokitaka ni kitu gani, ama ameleta masharti gani kwa baba ili mimi kama mwanae wa kiume na mzee Korongo ni yabebe hayo nikayashughulikie mimi. Huyu ni baba yangu mimi. Kwa unafikiri mambo yenyewe ni mazito basi, Mwalimu Zawadi? Yaani Joseph Ndunguru alichosema yeye, twende tu bahari ya Hindi. Akajichovya huyu. Mara 7 anapokea uponyaji. Mbona jambo dogo tu? Yaani ila baba ndo waelewa, yaani baba jamani ni mbishi. Kijana mjinga sana huyu. Mpumbavu mkubwa. Yaani mimi Alwata ni mshirika mkuu wa anga. Niende pwani nikajichovye. Anataka kunifanya mimi kamongo. Mimi nafikiri baba yuko sahihi. Na niseme kitu kidogo. Wewe Robina una tabia za kijinga, una tabia za ajabu, kwa sababu baba, kwanza nimezungumza naye mambo mengi kwa kina. Baba mwenyewe anajua vita. Huyu mzee vita anajua kujipigania, lakini wewe huwezi kutoka hapo ukamzunguka baba mbuyu ukaenda kuongea na mtu bila mzee kuwa amekuagiza. Mzee, mimi nikwambie tu kiukweli, kwa jinsi ambavyo nimeona huyu Robina amekurupuka. Na hili jambo mimi nitalisimamia. Siwezi kukubali baba yangu akapata shida na kati mimi niko hapa. Huyu ni baba yangu mimi Robina.
Uweze kufanya mambo ya kijinga kiasi hicho. Unaenda kumpa mtu kichwa, kumpandisha mtu anyanyue mabega, wakati baba anateseka hapa na ana mipango. Baba yangu mimi Kula huyu mchumba wako huyu mjinga sana. Basi baba, yani baba akajiingiza kwenye maji, akija kuzama akishindwa kuibuka juu, na unamuona imani kitu kidogo tu hapo. Toka hapa. Naweza nikagaidi hata kufanya matokeo tuliyopanga. Na nionyesha tabia za ajabu. Kama unamjibu baba wewe unaenda bila maelekezo yake, mimi nitakuwaje? Baba, piga ubwabwa. Nyinyi mnadhani kuna njia gani nyingine ambayo tunaweza kuitumia tofauti na hii? Njia zipo, njia haziwezi kubadilika, ila mazingira yanabadilika. Tanzania ya mwaka 64 na ya mwaka huu vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sasa sisi kama marafiki zako tutafanya juu chini kwa gharama yoyote wanako utawapata. Hiyo nimechukua hiyo. Alafu mzee Nduguru, labda mimi hapo nikwambie kitu cha msingi. Katika maisha yangu tangu nianze kumjua Mutakubwa, sijawahi kuona kama Mutakubwa ana akili kubwa kama leo. Wewe Mutakubwa umekuwa na akili hivyo, akili kazitolea wapi huyu? Mimi genius. Kabisa. Mzee Nduguru, ukifuatilia maneno aliyokuambia Mutakubwa, hapo utafanikiwa. Wewe cha msingi unachotakiwa umuombe Mungu, utafute mitoto yako. Bora kwa kumwomba Mungu, ukifuatilia maneno ya Mutakubwa unafanikiwa. Wewe muombe Mwenyezi Mungu tu, utafute watoto na mitoto yako utaipata. Tena mara nyingi kitu unachokijwaga, ukitafuta mitoto ambaye mitoto uliitupa, ukija kuipata ikiwa mikubwa, mitoto wagaina kuaga inami pesa pata hapa. Unaweza ukakuta toto moja labda kubwala upelelezi lipo usalama huko, au toto lingine ukalipata ndo hili linalo kata umeme lenyewe likishavaa misuti yake limependeza linaenda kukata umeme. Sisi Kaum. Ukashaka mitoto ina hela pata hapa. Kaum. Nini? Mimi sifikiri hayo nayofikiria wewe. Mimi hapa nachowaza tu ni kwamba nataka niwapate wanangu. Mungu ajalie tu wawe hai. Ili siku achie uzamwamwa wewe. Wewe Nduguru achie uzamwamwa. Wewe mbona unakuwa zamwamwa? Haya, kutafuta mitoto, utafute mitoto, alafu mitoto uikute ikiwe na pesa. Ili sisi tukajidai kwa midogo zetu. Tukienda pesa alikuta dogo vipi na tuachia miela. Utafute mitoto, alafu mitoto iwe mirofa. Yaani mwanangu sijampata, wewe unaanza kuwazia hela. Mimi nataka nimpate tu wanangu, niwapate. Sasa Nduguru, ulipata toto liwe lofa kama mimi Kaombwe, au unalipata toto linakuwa lofa kama Mutakubwa. Si bora uachane nayo. Si unaona hapa tunakula gambe tunafurahi. Sasa kama mngekuwa mfai hapa nyinyi mngenifurahisha kama hivi ninavyofurahi. Sasa nisikilize Nduguru. Wewe muombe Mwenyezi Mungu utawapata mitoto yako. Hapa cha msingi tunywe pombe mpaka tinye. Tunywe pombe mpaka tinye. Tunywe pombe mpaka tinye. Mitoto tutaitafuta. Hapa tunywe mpaka tinye. Tunakunywa. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi